Anaendelea Mheshimiwa Lissu, na Mheshimiwa Lissu anauliza, pameandikwa tarehe 6 mwezi wa 4 kutakuwa na ziara mwenyekiti wa Chadema wilaya Songea. Umeona vizuri hapo? Shahidi wa kificho, naweza kurudia pia wilaya Songea anaisoma. Mheshimiwa Lissu, twende tarehe 10 mwezi wa 4 umesema hivi ukiwa umekusanyika uwanja wa shule ya msingi Matalawe na kuwataja viongozi, ghafla polisi walifika na kuwatawanya. Waeleze majaji kama hayo maneno yapo. Gari la polisi lilifika na mkatawanywa. Shahidi wa kificho, hayapo hayo. Mheshimiwa Lissu, kuhusu kwenda ofisi za chama Mfaranyaki mlikoenda na viongozi wakataka kuzungumza na waandishi wa habari, kwa polisi walifika na kuwapiga mabomu. Shahidi wa kificho, kutupiga mabomu hayapo kwenye maelezo. Mheshimiwa Lissu, je, wapi kuna maneno kwa polisi waliwatawanya ofisi za chama? Shahidi wa kificho, shahidi, hayapo kwenye maelezo yangu. Mheshimiwa Lissu, sasa ngoja nikuulize mengine baada ya kumaliza kukutembeza kwenye maelezo yako. Mheshimiwa Lissu, kwa ufahamu wako, kiongozi wa chama kama mimi kuitisha mkutano na kusema bila mabadiliko hakuna uchaguzi ni kosa la jinai? Shahidi, sifahamu mimi. Mheshimiwa Lissu, kusema tutazuia uchaguzi nalo ni kosa la jinai? Shahidi wa kificho, sifahamu pia. Mheshimiwa Lissu, unafahamu hakuna sheria yoyote nchi hii inayokataza kuzuia uchaguzi? Shahidi wa kificho, huko kwenye sheria mimi sifahamu. Mheshimiwa Lissu, polisi hawakukwambia kuwa sio kosa hao waliokuwa na kufundisha kuja kusema hapa? Shahidi wa kificho, amenyamaza. Mheshimiwa Lissu, ulisema mikutano ya Songea ilizuiwa kufanya mikutano na kupigwa mabomu. Je, hiyo ni sawa na haki ya kisheria kwa chama? Je, hiyo ni sawa na ni haki ya kisheria kwa chama? Shahidi, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, unafahamu polisi wa Tanzania hawana mamlaka kukataza mikutano? Shahidi wa kificho, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, unajua mikutano hiyo ilitolewa taarifa siku 2 nyuma? Shahidi wa kificho, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, kwani wewe si ndio umesema ulikuwa umehamasika na Chadema? Shahidi wa kificho, ndio hivyo sasa, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, ulivaa t-shirt imeandikwa no reform no election, ni kosa? Shahidi wa kificho, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, ulikamatwa tarehe 20 mwezi wa 4 2025 mkiwa katika eneo la DS Kitimoto, mkakamatwa kwa tuhuma za kufanya maandamano yasiyo ya hiari, ni kweli? Shahidi wa kificho, kweli. Mheshimiwa Lissu, maelezo hayo mahojiano yako wapi? Shahidi wa kificho, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, hizo tuhuma ziliishia wapi za kutaka kufanya maandamano na kuhojiwa? Shahidi, ndio tulipelekwa mahakamani ila kakaangu alikuwa ananiwakilisha. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo kaka yako alishtakiwa badala yako? Shahidi, ndio, yeye alikuwa anasimamia. Mheshimiwa Lissu, sasa waeleza majaji ilikuwaje ukabadilika kuwa mtuhumiwa wa kupanga njama za kufanya maandamano na leo ukawa shahidi? Shahidi wa kificho, hata mimi sijui nini kilitokea. Mheshimiwa Lissu, polisi walikwambia ukiwa shahidi kwenye kesi hii watakufutia mashtaka yako, si ndio? Shahidi wa kificho, hapana mheshimiwa, wewe acha tu. Mheshimiwa Lissu, wewe ni mwanachama wa Chadema? Shahidi, ndio. Mheshimiwa Lissu, umeingia lini? Niambie tarehe na mwezi. Katuga amesema hilo swali akijibu ataweza kujulikana, maana kwenye mfumo wanajulikana watu waliosajiliwa ni akina nani siku fulani. Majaji wamejadili kama dakika 5, tunasubiri watasema nini.